Leo mmemwona katika magolikipa ambao mimi nawaheshimu sana. Nati anaitwa namheshimu sana. Ni golikipa mzuri. Lakini kuna utoto amefanya ambao hata kama kana kwamba wangekuwa mawakala wa kutizama, hawezi kumchukua golikipa namna kwenda kuchezea timu yao. Kwa jinsi Kisugu ulivyoona golikipa kosa lake ilikuwa nini kwa nyekundu? Kwa hiyo ulikuwa uwanjani. Mimi nafikiri uliona mpira umetoka umekuwa kona. Kibu Denis anachukua na upeleka, anachukua na ongeza ndani. Mara kwanza amefanya, mara pili amefanya. Ana yellow, mwamuzi afanyeje? Waandishi wa habari kuna muda lazima tuwasaidie waamuzi hawa. Kana kwamba sio kila muda tuwape wao mizigo. Kuna muda lazima tuzungumze ukweli. Baadhi ya wachezaji waache nini? Waache utoto. Kwa maana yake pale alikuwa anapoteza muda. Yes. Okay. Sasa kwa hii ikitokea labda kwa upande mwingine kwa kama Kamara kupoteza muda, unahisi anaweza kagua nyekundu? Mimi nafikiri tumwachie muamuzi, yeye ndio mwenye mamlaka kwenda kuamua. Akiona kupoteza muda atakwenda kumwadhibu. Zile Kamara kwa mfano kama kimataifa akishika mpira analala, lakini kwa upande wa kipa wa mwenye mamlaka ya kuamua kusimamia sheria 17 kwenye pichi ni muamuzi. Kwa nini hii inakuwa kwa mamlaka ya muamuzi? Lakini kwani leo aliyekwenda kufanya maamuzi ni nani? Unalalamika kwamba muamuzi aliyefanya leo ni nani maamuzi? Referee. Kwa hiyo tumwache Kamara, akikosea referee afanyeje? Kwa huwa Kamara naye anakosea? Yes, mwanadamu. Mechi ya juzi imepata yellow card. Tuko Stellenbosch bara wapi? Nani South Africa Durban. Mimi nilikuwepo kwa mzee Madiba pale. Amepata yellow kwa sababu amekwenda kuvunja taratibu katika sheria 17 za football. Bwana Kisugu nenda kapumzike inatosha. Mimi nataka kuongea leo na furaha. Mnakata mapema. Itunze bado una finali. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Lakini niseme tu, tutamfunga yoyote. Nani atatuzuia? Nashukuru sana.